wizara au serikali kupitia Wizara ya Maji inajenga grid ya taifa ya maji ili maji yaweze kuchochea ukuaji wa uchumi. Vile vile serikali inajenga mabwawa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa na maji wakati wote, wakati wa kiangazi na wakati wa masika. Mabwawa hayo yana sura mbili. Moja ni mabwawa tunayo yajua siku zote, mabwawa ya maji safi au maji ya kawaida. Lakini kwa sababu ya maendeleo ya sekta ya madini, sekta ya madini ili iendelee pia inahitaji maji. Matumizi ya maji katika sekta ya madini yanazalisha tope sumu, kwa sababu kemikali zinazotumika kwenye sekta ya madini mwishoni nazo zinageuka kuwa sumu. Kwa hiyo tope hilo la kwenye madini lazima lihifadhiwe vizuri, na usimamizi wake unahitaji ujuzi mkubwa. Kwa sababu hiyo kuna ujenzi wa mabwawa ya tope sumu. Na ndio maana mkutano tunaoutangaza leo unaitwa ni mkutano wa 4 wa usalama wa mabwawa. Maji au mabwawa hayo yakibomoka au ikawa tofauti, yatageuka kuwa madhara. Kwa hiyo lazima kuwa na uhakika wa usalama kwa kuwa na mabwawa ambayo yako salama. Kwa sababu hiyo mkutano huu unafanyika sasa ili kuwaleta wadau mbalimbali wa mabwawa niliyoyataja ya kawaida na mabwawa ya tope sumu, ili kujadiliana kwa pamoja namna ya usimamizi mzuri wa mabwawa hayo. Ndugu wanahabari, kupitia hilo Wizara ya Maji inalo jukumu la kuhakikisha kuwa mabwawa ya maji na mabwawa ya tope sumu yanakidhi vigezo vya usalama wa mabwawa kwa mujibu wa sheria ya rasilimali za maji pamoja na kanuni za mabwawa. Wizara inatekeleza jukumu hilo kwa namna mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwajengia uwezo wa miliki wa mabwawa, wataalamu na wadau wa mabwawa ya maji na tope sumu kuhusu usalama wa mabwawa. Elimu hii inaendelea kutekelezwa na serikali kwa kushirikisha sekta za kiserikali pamoja na wadau mbalimbali. Na kama tunavyofahamu, mwelekeo wa mipango ya taifa ni serikali kushirikiana kwa ukaribu zaidi na sekta binafsi. Ndio maana tunayo furaha sana kuwa na washirika wetu hawa wawili, Chemba ya Migodi Tanzania na kampuni ya City Engineering. Taasisi ya Chemba ya Migodi Tanzania ni wadau wanaoshirikiana na Wizara ya Maji ili kuwafikia wadau wengi wanaojishughulisha moja kwa moja na mabwawa yanayohitajika kwa shughuli za uchenjuaji madini. Vile vile kampuni ya City Engineering ambayo ni kampuni ya Kitanzania imekuwa ikihakikisha mkutano hii inafanyika kila mwaka na inatoa wataalamu wabobezi kutoka mataifa yaliyopiga hatua katika eneo la usalama wa mabwawa. Ushirikiano huu umekuwa na tija sio tu kwa taifa letu, bali katika kulinda, kuhifadhi mazingira yetu, zikiwemo rasilimali za maji ambazo ni tunu tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Ndugu wanahabari, mwezi Novemba mwaka 2025 kulifanyika mafunzo kuhusu tahadhari za dharura za kukabiliana na majanga ya mabwawa
ya maji na tope sumu. Mafunzo haya yalihusisha washiriki zaidi ya 200 ambapo yalijenga uelewa na kuongeza ufanisi kwa washiriki kutokana na kubadilishana ujuzi kutoka kwa wataalamu wa Afrika ya Kusini, nchi ambayo imepiga hatua kwenye eneo linalohusu usalama wa mabwawa. Vile vile katika mwendelezo wa uhakika wa kuhakikisha tunaimarisha usalama wa mabwawa ya maji na tope sumu nchini, Wizara ya Maji kwa kushirikiana na Chemba ya Migodi Tanzania na kampuni ya City Engineering imeandaa mafunzo ya siku 3 yatakayoshirikisha wataalamu kutoka kwa wamiliki wa migodi kwa ajili ya usalama wa mabwawa na usalama wa mabwawa ya maji na yale mabwawa ya tope sumu kutoka migodini, wamiliki wa mabwawa makubwa ya maji, wataalamu wa mabwawa waliosajiliwa na wataalamu kutoka serikalini ambao watahusika na shughuli za usimamizi wa mabwawa ya maji na tope sumu. Mafunzo hayo yatafanyika jijini Mwanza kuanzia tarehe 21 hadi 23 Oktoba 2026. Mafunzo ya mwaka 2026 yatajikita katika dhamira inayosema usalama wa miundombinu ya mabwawa kuanzia hatua ya usanifu, utumiaji hadi ufungaji. Naomba nirudie hapo. Mafunzo ya usalama wa mabwawa yatafanyika tarehe 21 hadi 23 Oktoba mwaka 2026 jijini Mwanza. Mafunzo ya mwaka huu yatakuwa mahususi katika eneo la usalama wa miundombinu ya mabwawa kuanzia hatua ya usanifu, utumiaji na ufungaji. Ndugu wanahabari, mabwawa ya maji na tope sumu husanifiwa yakiwa na ukomo wa uhai wake. Aidha, ili kuweza kuyaongezea uhai, hatua mbalimbali zinahitajika kutekelezwa, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha miundombinu yake inaendelea kuwa salama. Hivyo mafunzo haya ya usalama wa mabwawa, usalama wa miundombinu ya mabwawa ya maji na tope sumu ni muhimu kwa kuwa yanalenga kuongeza ujuzi na maarifa katika mzunguko mzima wa miundombinu ya mabwawa kuanzia usanifu hadi ufungaji. Ndugu wanahabari, napenda sasa kutumia fursa hii kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Maji, Injinia Mwajuma Juma Waziri, kualika watunga sera, wataalamu, wamiliki wa mabwawa ya maji na tope sumu, taasisi, watu binafsi wanaojishughulisha na mabwawa pamoja na wadau wote wa mabwawa na maji kujisajili kwenye mafunzo ya usalama wa miundombinu ya mabwawa kuanzia hatua ya usanifu,
utumiaji hadi ufungaji yatakayofanyika tarehe 21 hadi 23 Oktoba 26. Usajili unafanyika kupitia tovuti inayoitwa damsafetyconference.tz. Ndugu wanahabari, nimalizie kwa kuwashukuru tena Chemba ya Migodi Tanzania pamoja na kampuni ya City Engineering kwa kuasisi swala hili muhimu na kuhakikisha kwamba kila mwaka kunafanyika mkutano unaowakutanisha wadau wa masuala ya usalama wa mabwawa ya maji na tope sumu. Usalama wa mabwawa unaanza na mimi na wewe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, songa mbele. Asanteni kwa kunisikiliza. Renata, una swali? Kama swali ni hilo, labda ningependa pia utueleze tope sumu nini, tusije tukao tunatishana mtaani kwa lugha ya kawaida, ili kila mtu aelewe tope sumu nini. Asante sana. Naomba hili swali la tope sumu ajibu mtaalamu wa eneo hilo Bi Domina, alafu nitajibu hili jingine. Karibu. Asante mgeni rasmi. Sawa na Asante mgeni rasmi. Kwa jina naitwa Domina Makene Msonge. Ni mkuu wa kitengo cha usalama wa mabwawa. Mabwawa ya tope sumu kwa lugha nyepesi ni mabwawa yanayotumika kuhifadhi tope linalotokana na uchenjuaji wa madini, na tope hili linalazimika kuhifadhiwa ili lisiweze kwenda kwenye mazingira. Hali ikoje? Kwa mpaka sasa Wizara ya Maji imeshaweza kuratibu mabwawa ya tope sumu yapatayo 106. Tunayo kwenye kanzidata yetu ya Wizara ya Maji. Na kuona umuhimu huo, wizara ilianzisha kitengo mahususi kwa ajili ya kuhakikisha mabwawa haya yanakuwa salama. Na ndiyo maana kwa umahususi huo na wakuwepo kwa kitengo hicho na kwa kushirikiana na wadau, hali haitishi sana kwa sababu mabwawa yanaratibiwa. Na yanaratibiwa kwa aina mbili. Wakati wa kujenga mabwawa ya tope sumu, mmiliki wa bwawa anawasilisha usanifu wa bwawa hilo. Wataalamu wanaupitia na kuuthibitisha kwamba bwawa hilo litakapokuwa limejengwa litakuwa salama. Kwa hiyo uhakika wa usalama wa bwawa unaanzia wakati wa usanifu. Na wakati mjenzi anajenga, ujenzi unafuatiliwa ili kuhakikisha mjenzi anajenga kulingana na michoro ya kihandisi iliyokwisha kuthibitishwa kwamba bwawa litakuwa salama. Baada ya hatua ya ujenzi, mtumiaji anatakiwa kuwa na mtaalamu wa mabwawa aliyesajiliwa, na mtaalamu huyo atahakikisha mtumiaji wa lile bwawa analitumia sawasawa na miongozo iliyotolewa na msanifu namna ya kutumia ile bwawa ili liendelee kuwa salama.
Kwa kufuata taratibu hizo, ndiyo maana tunajihakikishia mabwawa yetu kwa asilimia kubwa yako salama. Asante. Asante kwa hilo swali kutoka Azam ambalo Domina ameligusia pia kwenye majibu yake na kimsingi amejibu. Niongezee tu mambo machache. Ukubwa wa tatizo ukoje na matokeo ya mikutano iliyopita. Tunachokifanya hapa na kinafanana na kauli mbiu ya mkutano wa 3. Ni maandalizi. Yaani hatusubiri tatizo litokee alafu twende kukabiliana na tatizo. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kuwa na taarifa za awali za hali ya mabwawa, na hivyo jamii na wahusika wa mabwawa hayo kujiandaa ikiwa litatokea tatizo. Kwa hiyo kwa kujibu swali, hatuna kiwango cha hali ya mabwawa ya maji na mabwawa ya tope sumu nchini yako salama. Hakuna tishio lolote. Lakini kwa kuwa kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunajiandaa. Kama alivyosema, naomba kunukuu mtu mmoja kwamba damu nyingi wakati wa mazoezi, jasho jingi wakati wa mazoezi, damu kidogo wakati wa vita. Kwa hiyo tunafanya mafunzo haya, tunafanya mikutano hii ili kuhakikisha tunakuwa na uwezo wa kitaasisi na wa kitaifa wa kusimamia mabwawa ya maji na mabwawa ya tope sumu na kutambua vihatarishi kabla hatari haijatokea. Sasa nini matokeo ya mikutano iliyopita? Moja, uwezo wetu wa kitaasisi na wa kitaifa wa uelewa na usimamizi wa mabwawa haya umeongezeka zaidi. Kama tulivyosema, tumekuwa na wadau na wataalamu wa maeneo haya. Mwaka juzi nakumbuka kuna wataalamu walitoka India walishiriki, tukabadilishana uzoefu. Mwaka jana kuna wataalamu walitoka Afrika Kusini, na mwaka huu tunategemea watatoka pia sehemu nyingine. Kwa hiyo uwezo wetu wa usimamizi wa hizi taasisi lakini na wa kitaifa pia unaongezeka. La pili, uelewa wa wadau wa mabwawa. Ndio maana sasa uelewa ni mkubwa. Kabla mtu hajajenga anapata ushauri, anasajiliwa, anaratibiwa, anafanya ufuatiliaji. Hiyo yote tunaibeba katika dhamira ya kinga ni bora kuliko tiba. Asante sana. Kwa sababu hamna swali lingine, basi tunakushukuru mwakilishi wa katibu mkuu, na kwa dakika hii tumemaliza press yetu. Tunawashukuru sana kwa kufika Wizara ya Maji na tutawasiliana tena wakati mwingine. Sasa? Aha. Baada hapo basi wadau wote press atampatia Justus. Suna press.
Nitumia tena. Angalia tukiachana itakuwa changamoto. Mzanji daktari wa magonjwa. Daktari. Au mwingine. Yaani ndio imekuonyesha hivi. Yaani si ina namba Renata ni na jina ili sawili ngoja. Renata mwingine. Si namba mbona kama ni au ni nyingine. Ndio kwa msiba Renata Mzanji ndio nani general. Sasa sasa Renata Nipashe. Yaani wao wanashangaa kama jana kuna mtu kanipigia. Basi ile nani? Kaambia itakuwa ni Renata. Mpanga mwenzi wewe unaondoka nao ajaiba sio kwa engineer Avanda. Maiki umetoa na ile maiki. Angalia. Niongezee tu mambo machache. Ukubwa wa tatizo ukoje na matokeo ya mikutano iliyopita. Tunachokifanya hapa na kinafanana na kauli mbiu ya mkutano wa 3. Ni maandalizi. Yaani hatusubiri tatizo litokee alafu twende kukabiliana na tatizo. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kuwa na taarifa za awali za hali ya mabwawa,
na hivyo hivyo jamii na wahusika wa mabwawa hayo kujiandaa ikiwa litatokea tatizo. Kwa hiyo kwa kujibu swali, hatuna kiwango cha hali ya mabwawa ya maji na mabwawa ya tope sumu nchini yako salama. Hakuna tishio lolote. Lakini kwa kuwa kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunajiandaa. Kama alivyosema, naomba kunukuu mtu mmoja kwamba damu nyingi wakati wa mazoezi, jasho jingi wakati wa mazoezi, damu kidogo wakati wa vita. Kwa hiyo tunafanya mafunzo haya, tunafanya mikutano hii ili kuhakikisha tunakuwa na uwezo wa kitaasisi na wa kitaifa wa kusimamia mabwawa ya maji na mabwawa ya tope sumu na kutambua vihatarishi kabla hatari haijatokea. Sasa nini matokeo ya mikutano iliyopita? Moja, uwezo wetu wa kitaasisi na wa kitaifa wa uelewa na usimamizi wa mabwawa haya umeongezeka zaidi. Kama tulivyosema, tumekuwa na wadau na wataalamu wa maeneo haya. Mwaka juzi nakumbuka kuna wataalamu walitoka India walishiriki, tukabadilishana uzoefu. Mwaka jana kuna wataalamu walitoka Afrika Kusini, na mwaka huu tunategemea watatoka pia sehemu nyingine. Kwa hiyo uwezo wetu wa usimamizi wa hizi taasisi lakini na wa kitaifa pia unaongezeka. La pili, uelewa wa wadau wa mabwawa. Ndio maana sasa uelewa ni mkubwa. Kabla mtu hajajenga anapata ushauri, anasajiliwa, anaratibiwa, anafanya ufuatiliaji. Hiyo yote tunaibeba katika dhamira ya kinga ni bora.
Kwa sababu hamna swali lingine, basi tunakushukuru mwakilishi wa katibu mkuu, na kwa dakika hii tumemaliza press yetu. Tunawashukuru sana kwa kufika Wizara ya Maji na tutawasiliana tena wakati mwingine. Sasa? Aha. Baada hapo basi wadau wote daktari wa magonjwa. Daktari au mwingine Yaani ndio imekuonyesha hivi. yaani si hii namba Renata ni kuna jina pili sawili ngoja Renata mwingine. si namba mbona kama ni au ni nyingine Ndio kwa msemo Renata mjanje yule wa nani general. Sasa hapa sasa Renata ni kashi. Yaani wao wanashangaa kama jana kuna mtu kanipigia. Basi ile nani itakuwa ni Renata. Mpanga mwenzi wewe. Unaondoka nao. Narudi. Hajaiba. Sio kwa engineer. Avanda. Mike umetoa nile Mike. Angalia.